Well, turudi sasa kwenye tukio hili ambalo lilifanyika la wewe kusimikwa kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Mbingu Christian Center. Kwanza ulipokeaje hili kwamba sasa unaenda kuanza majukumu ya kuwa mchungaji kiongozi, tofauti na ile ulikuwa tu mchungaji msaidizi ukiwaza labda atakuja mwingine ambaye atakuwa juu yako kukusaidia mawazo na nini? Unajua, ukifuata katiba yetu ya TAG, sisi tunaongozwa kwa katiba, lakini tunaongozwa na neno la Mungu. Lakini tuna mipango mkakati wa kanisa kama la nchi, la jimbo, la section na tawi. Kwa hiyo sisi tuna mifumo ambayo inatuongoza. Kwanza mimi ni nafasi hii nasema nimeipokea kwa unyenyekevu mkubwa, lakini pia sijajua Mungu ni wapi amekusudia nikae. Kwa sababu ninatafakari naona kama sifiti, unaona. Ukiangalia sina vigezo vile ambavyo vilivyokuwa vinatakiwa. Ila nikajifunza kitu kimoja kwamba kama wameweza kuniamini, maana yake wanasema ukiaminiwa aminika. Kwa hiyo kwanza niwashukuru Askofu Barnabas Mtokambali kwa kuona kwamba ninafaa kuwa mchungaji kiongozi wa mahali hapa. Lakini pia baba makamu askofu mkuu Dr. Magnus Mwiche pia namshukuru kwa kuniamini. Lakini siwezi kumsahau, anasema malaika wa neno la Mungu, katibu wetu mkuu, katibu wetu Marwa, Joseph Marwa. Lakini pia na Nimrod, mchungaji Nimrod, mwazini wetu mkuu, na kwa hawa wachungaji wote na watumishi wa Mungu hawa kamati kuu. Nashangaa tu, hata unajua ningeweza kusema kwamba nafahamiana na Nimrod Swai kwa ukaribu, kwa sababu hata nikiwa niko Dodoma nimeshai kufanya utumishi mara kadhaa kanisani kwake. Labda kwa namna moja au nyingine ananifahamu, lakini amenilea yule baba, amenilea. Nimrod sio namfahamu, amenyooka hivi. Amenyooka. Kwa hiyo alikuwa ameninyoosha kweli. Ameninyosha, na wakati mwingine anakushtukiza tu 1 2 3. Nataka ufanye 1 2 3 ghafla tu. Sasa wakati mwingine sisi wanafunzi wa chuo cha Biblia tunapimwa kwa vitu vingi. Kwa hiyo namshukuru sana, amenilea kwa kweli Nimrod Swai, namshukuru. Na ningeweza kusema kwamba katika kipindi hiki ni kama walinisusa. Mpaka wakati mwingine kana najiuliza, nimemkosea wapi? Unaona, wamekaa kimya. Yaani na mimi nikasema, kwa sababu tunajuana isije ikaonekana kama kuna namna fulani labda natafuta, unaelewa, nikabidi nikae na mimi kimya, mimi na Mungu. Unaelewa? Maana si umeitwa na Mungu, Mungu akutetee. Simama na Mungu wako akutetee. Usiende kibinadamu. Unaona? Sasa mimi nikasema hapana. Na mimi ninaye yule ambaye ameniita, nikabidi kumsihi Mungu anisaidie katika utumishi wangu. Unaona? Basi na hata nilipokuwa ninafanya kazi hii nilijua nafanya, lakini kuna yule ambaye ameandaliwa kuja hapa. Kwa hiyo nilikuwa nasema nafanya kwa nguvu zangu zote, nikijua kwamba hata akija ajue nimesukuma kazi ya mzee wangu, maono yake yamefika mahali fulani. Yaani asikute kwamba kulikuwa kuna vitu vimestack. Akute vitu vilikuwa vinaendelea kama kawaida, kwa nguvu zangu zote, kwa akili zangu zote, kwa namna yoyote, hata ikibidi kufa kwa ajili ya Mungu. Unaona nikisema hivi na unaelewa ninachokimaanisha. Kwa hiyo ndipo nilipofikia. Kwa hiyo nashangaa haya maamuzi ya kwamba kuja kuwa mchungaji kiongozi. Mimi kwangu nachukulia, sichukuli kawaida. Na naona kama ni heshima ambayo nimepewa. Sasa ukiheshimiwa pia, maana yake yule aliyekuheshimu lazima umheshimu. Ukienda tofauti, maana yake wewe utakuwa ujielewi, utakuwa ujitambui. Kwa hiyo mimi niseme tu sitawaangusha. Kwa kuwa wameniamini, mimi natakiwa niwe mwaminifu kwa Mungu kwanza, lakini pia kuwa mwaminifu katikati ya kanisa langu na ulichunga. Lakini pia kuwa mwaminifu kwa viongozi wanaonizunguka, kwa maana ya viongozi wa section, viongozi wa jimbo,
Mimi niseme nimezungukwa na mababa, yani kwa jimbo letu, yamkini hata kwa Morogoro naweza nikasema, sijui ni Morogoro, labda Tanzania, mimi naweza nikawa ni mchungaji mdogo kuliko wote. Alafu unachunga watu wenye akili nyingi, wenye elimu kubwa, wenye matajiri, unaona, unawaongoza hao watu. Inahitaji neema na unyenyekevu. Mimi nimuombe tu Mungu anisaidie, na hata leo nimesema nitazingatia yale ambayo aliyesema Bwana Yesu katika kitabu. Nilisema kadhaa hapa nyuma kwamba nitayazingatia yale ambayo amesema Bwana Yesu katika kitabu kile cha Yohana sura 21. Ukianza mstari wa 15 pale mpaka 17, kuna maelekezo Yesu anamtesti Simeoni Yohana kwamba anampenda. Akamwambia, unanipenda? Akamwambia, jambo la kwanza nataka uchunge nini? Kondoo zangu. Akarudia swali lile lile mara ya pili, akamwambia, lisha kondoo zangu. Na mara ya tatu akamuuliza swali lile lile, akamwambia, chunga kondoo zangu. Hayo ndio nitakayoyafanya. Yaani katika utumishi wangu nitadili na hayo, kuhakikisha watu wanamjua Mungu, wanachungu. Kama baba yangu alikuwa anawapenda, mimi niwapende zaidi. Na kama baba alikuwa anafanya vizuri zaidi jimbo, anafanya vizuri zaidi kwenye taifa, mimi natakiwa nifanye vizuri zaidi. Namuomba Mungu anipe neema hiyo ya kufanya vizuri zaidi, na sitarajii kwamba mambo yaharibike. Na kwa kuwa tayari nilikuwa ninajaribu kwenda, lakini ni kama napapasa. Unajua mimi ni kama miezi imepita, kama mwezi unaenda wa 6 sasa, kama si wa 7. Maana tangu mwezi wa 8 mpaka wa 2 huu sasa. Unaona? Ni muda mrefu kidogo. Kwa hiyo nikawa sasa, yani nipo katikati hapa, sieleweki mimi ni nani. Unaona? Yani nafanya ni kama sifanyi. Unaona, nikawa namtamka vitu vingine kwenye kanisa. Sasa tumefika mwaka mpya, hao watu wanatakiwa wawe na dira, wanaendaje? Natamka tu, unaona, lolote litakalokuja mbele sawa, lakini hebu twende kwa staili hii. Unaona, mpaka nikafika mahali nikaweka na kauli mbiu ya TAG MCC kwa kanisa la mahali pamoja, kama vile tulivyokuwa na kauli mbiu ya TAG. Unaona, hiyo yote kuonyesha kwamba tufanye kazi, tufanye kazi, tufike mahali tuonyeshe kazi tuliyoifanya. Hata wakija kutukagua tuseme tulikuwepo, lakini tulifanya kazi hii, alafu nyinyi wenzetu endeleeni. Unaona, ndio nilichokuwa ninakitamani. Kwa hiyo tumekusudia Mungu akitupa neema mwaka huu tuweze kupaua kanisa letu. Tupaue kanisa, kwa sababu vyuma tayari tumeshaagiza, vipo tayari store, tumeagiza vyuma tayari viko store, lakini zoezi linalofuata sasa ni kupaua. Kwa hiyo tunamwamini Mungu, tulikuwa tunakamilisha tu na kusikilizia sasa nani anakuwa mchungaji kiongozi, ili mambo yaanze kwenda kwa kasi. Kwa hiyo nafikiri hata kanisa la Bwana wameshasikia na wamepokea kwa moyo wa shukrani, na hata wao, mimi nimeshangaa tu nimepata kibali kwao. Yani na washukuru. Unaona, sichukuli kawaida. Wengine wangeweza kusema huyu ni mtoto wetu, amezaliwa hapa, hatumtaki, lakini ninashangaa wamenipokea kwa moyo wa shukrani na wamenionyesha kufanya kazi pamoja nami. Na mimi niwaombe tu wana TAG MCC hapa kwamba niwahakikishie kwamba kazi ya Mungu itaenda, na kama tulivyokusudia mwaka huu tunatamani tuwe na washirika wasiopungua 500. Najua mwaka jana tulikuwa na washirika wanakaribia 300. Sasa mwaka huu tunatamani wafike 500. Watafikaje? Hiyo ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo tutaifanya kazi ya Mungu kuhakikisha kwamba nafika 500 au kuzidi, kwa sababu tunamwamini Mungu. Unajua maono ya kanisa hili ni kuwa na washirika wasiopungua 3000. Kuwa na washirika wasiopungua 3000 ndio maono ya mzee wangu. Lakini sasa mimi nina maono makubwa kidogo, nikisema naweza nikatishia umma, lakini maono yangu ni ya kijana. Mimi sioni 3000. Unaona, naona mbali zaidi. Lakini nisiseme huko, ila kazi ndio itakayozungumza. Kazi ndio itakayoeleza kile ambacho ninatamani kiende kutokea. Umejipangaje sasa katika kutekeleza haya, na ukizingatia aina ya mchungaji ambaye ni baba yako, aina ya mchungaji wa hapa na waliyemzoea ni mtu ambaye alikuwa anafanya vitu pia vinaonekana, alikuwa ni mtu ambaye pia ni mtu aliyekuwa na connection na watu, pengine alikuwa na shirikiana na watu. Wewe umejipangaje katika kuhakikisha unaenda kwenye ile njia
ambayo baba alikuwa anaiendea na kufanikisha yale ambayo umekusudia kuyafanya? Namuomba Mungu anipe neema hiyo, kwa sababu unajua hata mimi kwenye msiba wake walikuja watu wengi. Yani sijawahi kuona mbingu nzima ule msiba watu walivyojaa kiasi kile, sijaona mahali popote. Na nilipata picha kwamba mzee wangu alikuwa anaishije na watu, inaonekana alikuwa anaishi nao vizuri. Wakati mwingine nilisema hata kwenye msiba kwamba alikuwa anatoa hadi senti yake ya mwisho kumsaidia mtu. Yani yeye furaha yake akimsaidia mtu anajisikia raha. Na mimi ule moyo naona kama upo. Ule moyo wa mzee ule wa kumsaidia mtu, yani kutoa nilicho nacho. Napenda, yani mimi napenda ikiwezekana nitoe kila kitu ili mtu afurahi. Yani hata mimi nikiwa sina, lakini mimi Mungu tu ameona nimempa mtu, najisikia raha. Kwa hiyo nitawatumikia watu. Hiyo tunajua watu wanaweza kawa wanafurahia utumishi ambao niko nao kwa maana ya kuwa mchungaji kiongozi. Lakini mchungaji kiongozi si kwamba ndio title. Yani hatutaki kuishi kwenye kile kiti kwamba wewe ni mchungaji kiongozi, no. Uchungaji kiongozi ni mafuta. Uchungaji kiongozi ni kukaa na Mungu. Uchungaji kiongozi ni kunyenyekea. Uchungaji kiongozi ni kutembea na Mungu. Yani uchungaji wako kiongozi utategemea yale unayoyaishi ya Mungu. Kwa hiyo mimi Mungu anipe neema, kwa sababu natamani angalau basi niwasaidie watu. Hata nikishindwa kuwasaidia watu, nishindwe hata kuishi nao vizuri. Unaelewa eh? Mimi mzee wangu alishanikunja angali mbichi. Anasema samaki mkunja angali mbichi. Natamani sana. Mimi napenda watu. Najisikia vibaya sana nikiwa nimemkwaza mtu amechukia kwa ajili yangu. Napenda watu. Na kazi tunayofanya ni kazi ya watu, ya kukaa na watu. Haijalishi anakuchukia au hakuchukii. Ila unatakiwa ufanyeje? Umpende, uwapende watu wote kama Bwana Yesu alivyowapenda. Unajua katika Isaya 53 ile tunapoipitia ile Isaya 53 watu wanaisoma tu, lakini ile Isaya 53 ile ndio kipimo cha sisi kuishi maisha ya Ukristo wa sasa. Kwa sababu Bwana anasemaje? Kwamba ulizani kwamba anasema yani yeye Mungu anatangaza rehema, amefanywa kuwa amechinjwa na kufanywa dhihaka na kila namna ya mateso kwa wale waliomsulubisha. Alafu anatokea anawaambia Bwana uwasamehe. Sijui umeelewa eh? Kwa hiyo watu wabaya hawataki kuonekana wabaya. Watu wabaya ni watu wa Mungu, unatakiwa uwapende. Sijui unanielewa eh? Kuna msemo waga na wapendao kusomea Waswahili anasema mtoto akikunyea kwenye mkono, huo mkono haina maana kwamba ukate, au akijichafua kwenye mkono wako utakiwa kuukata. Bali ule mkono unafanyaje? Unausafisha kwa maji safi na salama na sabuni. Alafu unachukua ule mtoto unampakata. Na ikiwezekana unampa na maziwa na kunywa. Kwa sababu ni mtoto wako. Hayo maisha natakiwa tuyaishi sisi wachungaji. Hatutaki kuwachukulia wale watu kama wanaonekana ni watu wabaya au maadui, kuonekana ni maadui. Kimsingi wale watu hata kanisani kwetu hapa napendaka kuhubiri kusema wale watu wanaonekana ni wabaya ndio wazuri sana. Alafu wale watu ambao wanaonekana ni wazuri kwa namna nyingine naweza kusema wanaonekana ndio wabaya zaidi. Sababu mtu mbaya anakuonyesha ubaya wake, lakini kimsingi yule sio mbaya, anakuambia ukweli. Umenyelewa eh? Sasa tuwe na tafsiri au tuwe na dhana nzuri tu kwamba tusione kama watu ni wabaya, ila tuwaone kwamba watu ni wote waniona watu wa nani? Wa Mungu. Tunatakiwa kuwapenda kama vile Yesu alivyowapenda. Na mimi namuomba Mungu anipe neema hiyo ya kuwapenda watu wote, nisibague. Alafu mtihani nilionao hapa kanisani, huyu mama ambaye ninamlea, ambaye ni kama mama Ruago, alikuwa mama Ruago, mama yangu mzazi. Huyu ni mshirika wangu sasa. Unaona eh? Sijui unanielewa eh? Amekuwa ni nani? Mshirika. Kwa hiyo natakiwa ni umtreat kama anavyotreat washirika wote. Sijui umeelewa eh? Nina wadogo zangu familia ile ya mzee Ruago. Wale pia wakija hapa ni washirika. Kwa hiyo nitafuata miiko yote ya kichungaji. Unanielewa eh? Lakini sio hivyo, nina wakurugenzi wa jimbo chunga hapa kanisani. Hao nao wote ni washirika wangu. Kwa hiyo unaweza kuona yani Mungu anatakiwa kunisaidia sana.
Yaani namuomba sana Mungu anipe neema ya kuweza kumtumikia kwa uaminifu, lakini pia kwa kushuka na kunyenyekea. Watu hawa ni watu wakubwa sana, nachunga watu wakubwa, alafu mimi ni kadogo. Daudi kalikokuwa kako machinjio kako wapi, kanachunga kule kwa hiyo ni kijana mdogo, unaona, ni kama Yeremia, unaona. Sasa mimi ndio Yeremia wa TAG wa sasa. Nikasema Yeremia, Mungu amenipa neema kuniamini kuwa Yeremia wa sasa, na sitawaangusha. Sitawaangusha, na kwa katika hili pia naamini sitawaangusha kuifanya kazi ya Mungu. Maana adui anasema shetani ni kama simba ungurumaye akitafuta mtu ammeze, unaona. Kwa hiyo mimi nitamuomba Mungu anisaidie, na maisha yangu siku zote ni maisha yangu ya maombi. Sababu hii kazi ya Mungu huwezi kuifanya pasipokuwa na nguvu ya maombi. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Niseme tena tu kwamba Mungu anipe neema ya kuwachunga watu wake, ili kusudi wale wote ambao Mungu alikuwa amekusudia mahali hapa, Mungu awafikishe kule anakotaka kufika, na atakaporudi Yesu Kristo kuchukua kanisa lake, basi awakute kanisa lililokuwa takatifu la kwenda mbinguni. Bwana ametusaidia kwa kweli. Mzee mchungaji alikuwa anatamani maono yake yatimie, na alikuwa ni kama yamedumaa, alikuwa hayatokea, na hii ni kwa sababu pia alikuwa na mambo mengi. Sasa nilipofika kwenye hiyo miezi, nikasukuma kwanza tuwe na usajili wa chuo. Alikuwa anatamani tuwe na chuo cha ufundi. Kwa hiyo mpaka sasa ninapozungumza nimeshafuata tuna vigezo vyote. Tuna vigezo vyote na tumeshapata usajili wa chuo cha elimu ya watu wazima. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa program 5 hapa kwenye kanisa. Tutakuwa tunatoa huduma za kompyuta, na tutakuwa tunatoa huduma za cherehani VETA of course. Yani Vocation Training Center. Itakuwa inaitwa Mbingu Christian Vocation Training Center. Na hii nichukue tu nafasi kuambia kwamba mwezi March tunaanza kufanya registration ya wanafunzi, kwa sababu tumesharuhusiwa kuanza kufanya usajili wa wanafunzi kuja chuoni. Tumeshamaliza, tumeshalipa gharama zote, na walikuja wakaguzi kutoka wilayani, wakaja wa halmashauri ya manispaa ya Mlimba, wakaja katukagua miundombinu yetu, madarasa, lakini pia walikuja na wa mkoa akatukagua, wakaona tunafiti, wakatuambia turekebishe baadhi ya maeneo, tumesharekebisha, na tunaendelea kurekebisha maeneo mengine ambayo yamebaki kidogo, unaona. Na kwa halmashauri hii sisi tutakuwa wa pili kuwa na chuo. Tutakuwa na watu wa pili, lakini kuna huduma ambayo tumeiboresha na tunaendelea kuiboresha, tunaita creatures. Creatures ni huduma ambayo tunaiandaa, tumeshaiandaa, ila tunaikamilisha. Mpaka sasa nafuatilia kukamilisha tu usajili, na nafikiri kwa Tanzania sisi tunaweza tukawa kama sio wa pili, wa kwanza, kwa sababu yule afisa ustawi wa jamii akawa anasema, yani kwa Tanzania nyinyi mnaweza mkawa wa kwanza au wa pili. Sasa kama afisa wa elimu wa jamii, yani creatures ni wale watoto wadogo wenye miaka 0 mpaka 2. Tunawachukua wale, tunawahifadhi, tunawalea, na tumewatengenezea ventilation room, yani stimulation room kwa ajili ya kuwalea. Umeelewa kwa ajili ya kuwalea. Unaweza ukapita ukaenda kuangalia vile vitu tulivyo navyo, na lile darasa ambalo tumelitengeneza kwa ajili yao watoto, kuhakikisha kwamba wanapata hizo huduma. Sasa kwa Tanzania sisi ndio tumefanya, yani alisema tu ukiacha Dodoma, na hapo ile Dodoma ilikuwa zamani. Kwa hiyo nimekagua hapo kwenu, nimeona nyie mkimkamilisha usajili mtakuwa namba 1. Kwa hiyo pia itakuwa fursa kuja kuwaleta watoto kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Lakini pia tunamshukuru Mungu, tuna shule, tuna nursery, tuna Joyful Heart Daycare ambayo tunayo hapa kanisani. Tunawalea watoto wetu katika shule yetu hiyo, na imekuwa baraka. Zamani ilikuwa ifanye vizuri, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, na tumeendelea kuboresha. Tumewekea na carpet kabisa, carpet jekundu, wapate mazingira mazuri, wale watoto wadogo wakae maeneo mazuri, wapate huduma nzuri. Sasa unajua kwa Mbingu yetu hii
wachache ambao wameboresha hayo mazingira. Sisi tunawaboreshea na wao ndo wanakuwa ambassador, na kwa mabarozi kwa wengine, wanawaambia si kwa Ruhago pale mambo ni mazuri, yani wanatutangazia wenyewe. Unaona, wanasema kizuri kinafanyaje, kinajiuza. Kwa hiyo tunamuona Mungu anaenda kutusaidia, lakini pia hata kwenye huduma ya compassion tunamuona Mungu anaenda kutusaidia. Mwanzoni ilikuwa, lakini sasa hivi mambo yanaenda vizuri, na program zetu tutakazozitoa kwenye hiko chuo nimesema hapo, computer, tuna cherehani, tuna uokaji mikate, yani kwa maana ya catering, tutakuwa tunatoa huduma ya chakula na nini, lakini pia tuna decoration, mapambo, umeona, lakini pia yani wapo na vyeti vyao ninavyo kwenye document zao ninazo, unaona. Tunaendelea kuwaimarisha kupata walimu bora zaidi. Hatutaki bora mwalimu, tunataka viwango aliyejaa roho, unaona. Sisi TAG tunazingatia kwanza kiroho. Kwa hiyo na miundombinu kwa maana ya kuwa na vifaa, sio kwa cherehani, vitu ambavyo kila kitu tunavyo cherehani 10 na tuna mashine ya kuokea mikate, lakini pia tuna vitendea kazi vyote tunavyo, kwa hivyo ambavyo tunavivisema, salon ya kike na wa kiume, vifaa vyote vipo. Umewezaje Baraka kwa muda mfupi kuweza kufanya mambo makubwa namna hii? Ndani ya miezi 7 ukaweza kutekeleza maono haya makubwa hivi? Mimi nimeendeleza, yani nimeendeleza hapa mimi chuo tu ndio kilikuwa kimestaka, lakini issue ya program pia zilikuwepo, japo ilikuwa hazina usajili. Kwa hiyo mimi nimekamilisha usajili, na wachuo pia nimehakikisha kwamba usajili unapatikana na unakamilika. Umeona, nafikiri ni uwezo wa mzee. Sasa mimi ni kama nilikuwa nayasukuma yale maono, nimeyapush. Sasa mimi niulizwe labda kuanzia sasa, mchungaji ndo nimekabidhiwa labda kwa mchungaji kiongozi, nitaanza kufanya nini baada ya hapa kukabidhiwa kanisa? Ila hayo nilikuwa ninapush maono ya mzee wangu ili yaweze kufika ambako alikuwa nataka yatimie, na hata nitakayo yaendeleza ni yale ya muasisi ambaye alikuwa anatamani yatokee. Ndo shauku yake, lakini ninamwamini Mungu kwamba Bwana ataenda kufanya makubwa zaidi haya, kwa sababu mimi ninavyoona hapa ni makubwa zaidi. Pengine kwa kumalizia, neno lolote ambalo natamani kuzungumza kwa kanisa la Mbingu Christian Center, lakini pia na kwa kanisa la nchi kwa maana ya uongozi wa juu? Amen. Nafikiri nianze tu na uongozi wa juu. Mimi ni washukuru, nianze na Baba Askofu Mkuu Dr. Barnabas Mtokambari. Ninakushukuru sana Baba kwa kuona kwamba nafaa kuliongoza kanisa la Bwana mahali hapa. Ninapokea nafasi hii kwa unyenyekevu na nakosa maneno ya kuzungumza shukrani mbele zako, lakini naamini kwa kuwa umeniamini katika nafasi hii sitakuangusha. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Baba Makamu Askofu Mkuu Dr. Magnus Muiche kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kumtumikia Mungu angali nikiwa kijana na kulitimiza kusudi la Bwana mahali hapa. Naye pia ni muahidi kwamba sitamwangusha. Lakini pia nichukue nafasi kumshukuru mtumishi wa Mungu, katibu wetu mkuu Joseph Maro, naye pia huyu ni mwinjilisti, lakini pia niseme tu kwamba yeye anapenda matokeo, na nimeona injili zake, nimekuwa nikizifuatilia, ni injili zake zimenyoka, na mimi Mungu atanisaidia, Bwana atanisaidia, na nimshukuru pia kwa busara na hekima ambayo wanayo na kuniruhusu kuifanya hii kazi. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru mchungaji huyu rafiki yangu mchungaji Nimrod Swai, lakini pia amekuwa akinilea, huyu baba amekuwa akinilea katika utumishi wangu, na mara nyingi hata huku moto niliokuwa nakuja nao nilikuwa nautoa kwake, kwa sababu alikuwa ananipeleka mahali kuhubiri injili. Tulikuwa tunahubiri kwenye mitaani, unaweza kuelewa, yani pamoja na kwamba ana cheo kikubwa, lakini alikuwa anachukua maiki anaingia mtaani anahubiri injili. Mimi alinipa motivation
na ilikuwa ina inspire mimi. Nikija huku Morogoro tulinunua speaker kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo nilikuwa nikirudi, nikitoka CBC nikifika huku mimi naingia mitaani napiga injili. Kwa hiyo nimeitoa wapi kwake. Nimshukuru sana, na yeye ndiye aliyenisaidia mpaka kufika hatua hii, wakishirikiana na mzee wangu ambaye ni marehemu na wachungaji wengi. Mimi namshukuru Mungu, nimelelewa sehemu zote. Nimelelewa na wachungaji wengi. Mpaka sasa hapa nina wachungaji kama 85 walionilea. Yaani sio kwa maana ya kunichunga, lakini ule ukaribu na kunielekeza fanya hivi, fanya hivi. Wasiopungua wangapi? 85. Lakini pia nimshukuru askofu wangu wa jimbo, mtumishi wa Mungu, Askofu Ali Ngilisi. Huyu baba, pasipo yeye yamkini hata ile nafasi nisingekaa. Kwa sababu baada ya mzee wangu kufariki tu akasema, sasa mwanangu, hapa sasa naona jambo la haraka kabisa ni kuweke mchungaji msaidizi. Hebu sukuma maono ya mzee na kuamini hautaniangusha. Kwa hiyo mimi nikasukuma. Kweli cha moto nilikiona, lakini nilisukuma. Na kwa kuwa aliniamini na mimi sikutaka kumwangusha. Kwa hiyo namshukuru askofu wangu wa jimbo, lakini pia namshukuru baba askofu, makamu askofu, rafiki yangu Simbani. Huyu ametumika na babangu muda mrefu. Lakini pia akiwa na askofu Kibonji na askofu Msimbe wametumika naye, kwa hiyo namfahamu. Na rafiki yangu, katibu wangu ni mzee lakini anafanya mambo ya kijana. Anaitwa Mwanyeho. Huyo mzee kwa kweli amenilea, na wakati mwingine nilikuwa nikipigwa za uso na maanisha. Kuna wakati mwingine unafika mahali unahitaji msaada. Kama mwanadamu akili zako zinafika mwisho. Unamwambia Mungu lakini akili zinafika. Sasa kuna mtu ambaye lazima ukimbilie ukapate hekima za wazee. Nilikuwa nakimbilia kwa huyo mzee. Namwambia bwana mzee, pale nimekwama, naomba ushauri. Ana hekima nyingi. Na katika kama katibu wa jimbo, huyu Chuma tunaye. Sisemi kama anamfagilia, ila nasema tu baba, kwa kweli asante kwa hekima yako na imenifanya nifike hapa. Lakini pia na mwazini anaitwa Midadi, yeye kanisa lake liko pale Mlimba, amekuwa msaada kwangu. Viongozi wa jimbo na washukuru, viongozi wa section na washukuru kwa nafasi ambayo mmenipa. Najua mlikuwa mmeniombea, na hata mwangalizi wangu tumekuwa tukishirikiana mara kwa mara, maana yeye ndo alikuwa mchungaji kiongozi wa mahali hapa. Kwa wakati mwingi vitu vingi sana nilikuwa ninamshirikisha. Siwezi kufanya jambo lolote bila kumshirikisha mwangalizi wangu ambaye ndiye alikuwa mchungaji wangu kiongozi. Kwa namna moja au nyingine amenisaidia sana. Sina cha kumlipa, ila Mungu aliye hai ambaye aliyemuita atamlipa. Na pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa hawa wametumika na mzee wangu. Sisi ndio wale ambao tumelelewa, yani tumesomeshwa kwenye sadaka na hawa wazee. Unaona hawa wazee wameshikamana na babangu. Kuna mzee mmoja, mzee Kitunji ambaye ni katibu wa kanisa wa hapa. Yani ana miaka kama 30 na mzee. Miaka 10, ana miaka 10 kwenye uzee wa kanisa. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo miaka. Kwa hiyo tumelishwa na wao, wametusomesha mpaka hapa tumepata hizi elimu. Alafu itokee tu wazarau watu wanamna, hata Mungu pia atakuangalia kwa jicho baya. Kwa hiyo mimi ni washukuru wazee wa kanisa kwa heshima ambayo pia wameamua kuniheshimisha na kuweza kuona kwamba nafaa pia kuwaongoza, kwa sababu hao ni wazee wenye hekima sana, na ukikosea wanakuambia kabisa kwamba hapo umekosea, na wakati mwingine mnavutana, lakini namshangaa Mungu ni wazee wenye upendo sana kwangu. Kumbe kule kuvutana si kwamba walikuwa wananichukia, walikuwa nataka niwe sawa sawa na vile kusudi la Bwana anavyotaka. Lakini pia washirika wa mahali hapa, kwa namna moja au nyingine ni washukuru, na nilishazungumza mahali pale ambapo nimezungumza nao, na hapa nirudie tena kwamba hawa ni watu ambao wana upendo. Wana upendo mwingi sana, na washirika wa mbingu ni washirika wenye upendo. Kwa hiyo mimi ni washukuru, na tuzidi kupendana. Tuitafakari kwa kumalizia, tuitafakari Yohana sura ya 17 mstari wa 1 hadi wa 24. Ile itupe tafakuri ya kufanya tathmini ya sisi tukiwa duniani, sababu ile ni tathmini ya Yesu Kristo mwenyewe. Baada ya kumaliza kazi anatoa tathmini pale, Kwa hiyo na sisi tutajifanyia self evaluation wakati
tunafanya utumishi wetu, yani tujifanyie na tuendelee kujifanyia tathmini kila siku, tukitafakari hiyo Yohana 17:1 kwamba itukumbushe katika utumishi wetu. Pia namshukuru Mungu nimeweza kukiandika kitabu kinachohusu mtoto wa kuhani katika kuliishi kusudi la Bwana. Nimeshaandika kitabu changu kinachohusu watoto wa makuhani, na hichi kitabu kilinisukuma kuandika kwa sababu ni maisha yangu nilikuwa ninayapitia. Unaona, yakawa yanakuja mambo ya kuyaandika na vifungu vya kwenye Biblia, na nikiangalia kwenye Biblia wale watumishi ambao walikuwa wanatumika, nikawa ninajaribu mpaka nikawa naenda mbali zaidi, nikawa nasukumwa kuandika kitabu. Kwa hiyo kitabu hiki nilichokiandika kinachohusu watoto wa makuhani ni kitabu kizuri, na kimpendeza Mungu natamani hivi karibuni tu niweze kukizindua, ikiwezekana mwezi wa 4 kama si wa 5 nitakizindua rasmi, baada ya kupitia Profesa Nyanda, ya kukipitia na mkuu wangu pale Mwalimu Nigula atakapokipitia pia, wakikithibitisha basi nitakizindua rasmi. Lakini namshukuru Mungu kwa kuweza kunisaidia, nimeweza kuandika kitabu changu cha mtoto wa kuhani. Lakini unajua ilikuwa imenisukuma kuandika hichi kitabu kwa sababu mimi pale Central Bible College nilikuwa makamu mwenyekiti wa PCF. Nimetumika pale na rafiki yangu, huyu alikuwa mchungaji, sasa hivi yuko Dar es Salaam, Joel Sasali. Alikuwa yeye ndio mwenyekiti wangu, mimi nilikuwa makamu, lakini kipindi kile alikuwa katibu wetu Happy Mwakembe, mke wa mwalimu wetu pale Mwakembe, alikuwa ni katibu wetu. Tumetumika naye. Baada ya hapo ukapita utumishi wake Joel, ukaja utumishi mwingine tena, akawa mwenyekiti wangu. Yule katibu akawa Mungu amempandisha zaidi, sasa hivi ni mwazini wa taifa wa PCF, anaitwa Happy Mwakembe. Nimetumika naye dadangu yule vizuri sana. Kwa hiyo hata yeye alikuwa ananishauri baadhi ya mambo. Unaona, amefanyika msaada sana. Unajua sisi ni watoto wa makuhani. Kuna wakati tunakaa tunazungumza mambo yetu ya utumishi. Unajua sisi ni mambo mengi sana tumepitia. Unaona, kila ukimuuliza mtoto wa mchungaji ana kitu cha kukuambia. Yaani ana kitu. Yaani ana kitu, unaelewa? Sasa hicho kitu kinaweza kikawa kinaumiza au kinafurahisha, ila wana vitu watoto wachungaji. Kwa hiyo tukawa tunakaa tunashauriana, na mtumishi wa Mungu pale, kiongozi wetu ambaye ni mkurugenzi wetu wa taifa wa Siezi, ambaye ni mtoto wa mchungaji, anafanya vizuri, Zefania, kakaangu Zefania Mkuyu. Yule bwana nimejifunza vitu vingi kwake. Yule mzee ni mnyenyekevu sana. Mnyenyekevu, afu anampenda Mungu. Sasa nikawa najaribu kuwaza kama mwenzangu mtoto wa kuhani anafanya hivi, what about me? Yaani kwa nini isiwe mimi yani? Unaona? Kwa hiyo pia imenisukuma. Na yule jamaa achoki eti. Unaona? Ana vitu vingi pale. Unafikiri kama mashine. Yaani ana vitu vingi lakini vyote vinaenda. Sasa nikasema hapana, na mimi si ni kijana kabisa, inabidi tu ni pambane. Lakini nikawa najaribu kuangalia pia mtoto wa mchungaji mwenzangu ambaye amefanya vizuri. Unaona, nikawa namwangalia mkurugenzi wetu alikuwa wa taifa pia, anaitwa yuko anachunga kanisa kule Dar es Salaam, mtoto wa mchungaji Kimaro, anaitwa Isaac Kimaro. Huyu naye anajitahidi, anafanya vizuri. Nikana najaribu kupitia kuangalia watoto wa wachungaji wenzangu wanafanyaje, wanawezaje, yaani inawezekanaje mtoto wa mchungaji kuwa mchungaji. Unaona? Kwa hiyo hicho kitabu kina majibu yote hayo, kwamba mtoto wa mchungaji anaweza kuitwa mtoto wa mchungaji ni nani. Unaona, majibu, nilikuwa na maswali najijibu mwenyewe. Kwa hiyo hicho kitabu kina kila kitu kuhusu watoto wa wachungaji. Kwa hiyo na pia nikawa najaribu kuangalia mfano wa Askofu Filipo, huyu naye mtoto wa mchungaji yuko pale Arusha. Sasa nikawa najaribu kuwaza, huyu tena ndo amefanya vitu vya ajabu. Bali nikasema siku hii sijui nimfungie safari niende, lakini unapata muda wapi? Unaona, unamfungia safari. Nikasema Mungu nisaidie, hata kama sitapata neema ya kufika, lakini basi hebu niangalie tu yale anayoyafanya na mimi nifanye kwa nafasi yangu.
Kwa hiyo hao ni kama role model, lakini pia ni wako wengi, siwezi kuwazungumza wengi wote. Watoto wa wachungaji wanafanya vizuri wengi. Kwa hiyo hicho kitabu kinajibu maswali, kwa sababu maswali yako kwamba mtoto wa mchungaji anaweza kuokoka, mtoto wa mchungaji anaweza kuwa mchungaji. Unaona, nimezoeleka kwamba hao watu wanalisi, umeelewa yaani kwamba sisi tunalisishana na nini, lakini kina maswali na majibu humo, maswali na majibu kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hicho kitabu na kitegemea Bwana akinipa neema na kibali ukizindua mwezi wa 4. Kwa hiyo mwezi huu wa 3 nitakuwa pia ninapambana kwenda kukamilisha na kukipeleka kwa Profesa Nyanda, na mzee wetu wa dini huyu, kwa kukipitia na kuangalia kama kinafaa, lakini pia atakipitia yule mkuu wa chuo pale cha Acts Nigula, lakini nitawapitisha na kwa walimu wangu walionifunza, kwa sababu huwezi ukakitoa kitabu pasipo walimu wako kukagua. Kwa hiyo nitapitisha kwa walimu wangu wote wa taaluma walionifundisha kuhusu theolojia, nitawapitia wakakikague, na kama watapendezwa pia basi watanipa ruhusa ya kukitoa ili kijulikane na watu waweze kukisoma, kitaweza kuwasaidia na kupata uelewa. Amen. Asante sana. Shukuru sana. Amen. Mungu akubariki.